Msikilizaji, karibu tena katika simulizi yetu nzuri. Simulizi inayokwenda kwa jina la Ndoa ya Kifo. Ilikuwa ni majira ya jioni, mishale ya saa 1 kasoro, muda ambao watu wengi walikuwa wanarejea manyumbani mwao kutoka kwenye mihangaiko yao ya kila siku. Barabara zilikuwa zimefurika magari binafsi na magari ya umma, yani daladala. Na hali ya ubaridi kwa mbali kidogo ilikuwepo kwa sababu ilikuwa ni msimu wa mvua. Manyunyu ya mvua yalikuwa yanashuka taratibu kutoka angani na kuja ardhini. Mataa barabarani yalianza kumulika na kulipamba jiji la Dar es Salaam na majengo yake mengi. Bodaboda, bajaji na baadhi ya baiskeli zilionekana kutafuta njia katikati ya magari, na walioonekana ni watu wenye haraka sana kuliko hata wale wenye magari. Katikati ya foleni kubwa kwenye mataa ya Ubungo zilionekana gari nyingi sana zikipiga kelele za honi baada ya kutokea ajali moja ya lori la mizigo ambapo liliacha njia na kwenda kugonga kituo cha mwendokasi na kupelekea foleni kubwa sana ya magari. Basi siku hiyo kulikuwa hakuna unafuu kabisa. Hata kwa wale ambao walikuwa wanatumia flyover ya John Kijazi hakukuwa na unafuu kabisa kwa sababu foleni lilikuwa ni mpaka barabara za chini. Hiki ni nini tena? Alisikika mvulana mmoja akijisemea huku akipiga usukani wa gari yake baada ya kukwama kwa muda mrefu sana kwenye foleni. Kwa bahati mbaya naye alikuwa ni muhanga wa wale waliokwama juu ya daraja na hakukuwa na sehemu hata kidogo ya kujikwamua ama kusema labda arudi nyuma ili atafute hata service road labda aendelee na safari yake. Muda wote alikuwa anatazama saa yake ya mkononi na ilionekana wazi kwamba kuna mtu ama kuna kitu alikuwa anataka kukiwahi. Hii nchi bwana, kila siku foleni tu. Sijui hata mambo yataisha lini jamani haya. Aliendelea kijana huyo kujisemea huku muda wote akiwa anachungulia nje kuona kama foleni inatembea au la. Mvua nayo ilianza kushuka taratibu na kagiza nako kalikuwa kanazidi kushika kasi. Ukichanganya na yale mawingu ya mvua angani, basi giza lilikuwa limeingia kwa kasi. Bodaboda nao ndo wakawa wanazidi kusumbua barabarani kwa kupenya ili kusudi kwamba wawahi mvua, na wengine walikuwa wanawahi kwenda kujikinga mvua kwenye vibanda na majengo ya karibu. Oya we bajaji, toa bajaji yako hapo sisi tupite. Acha umama basi. Alisikika dereva wa bodaboda mmoja akifoka huku akisherehesha kwa matusi yake na honi za pikipiki. Hakuwa peke yake bali alikuwa na wenzake ambao walikuwa wako nyuma yake na wote walikuwa wanataka kupita katikati ya barabara, sehemu ambayo ndio bajaji amesimama na kuzuia hata bodaboda zisipite. We jamaa, acha ushamba basi, toa mkokoteni wako. Mwingine naye alipaza sauti kama unavyojua tena. Walikuwa jirani kabisa na gari la jamaa ambaye alikuwa anaonekana kuchukia baada ya kukwama kwenye hiyo foleni. Jamaa huyu aliwatazama na kwa bahati nzuri alikuwa anasikia kwa mbali kelele za pikipiki kutokana na vioo vya gari yake kupandishwa. Hapa ndio mtu anachukia hata kumiliki gari kwenye huu mji jamani. Jamaa aliyefahamika kwa jina la Franki aliendelea kulalamika huku akiwatazama wale madereva wa bodaboda wanavomshushia dereva bajaji matusi ya kienyeji. Dereva wa bodaboda mmoja akashuka na kwenda kwenye bajaji, akaanza kuzozana na ule dereva wa bajaji. Alafu wenzake wakaendelea kumuunga mkono. Sasa wewe jamaa unataka nipishe? Haya niambie. Hapa naiweka wapi bajaji ili mpite nyie? Aliuliza swali mwenye bajaji. Alionekana dereva wa bodaboda anakuwa mpole baada ya kuona ndani ya bajaji kulikuwa na wanajeshi wawili wamepakiwa na sare zao za jeshi walikuwa wamevaa. Alafu walikuwa wametulia tu wanamtazama yeye. Chekecha basi hata hapo pembeni tupite kaka tafadhali. Dereva wa boda aliyekuja moto alionekana kuanza kuzungumza kinyonge huku akiwa anarudi nyuma taratibu sana. Wewe unamuogopa au? Acha kuwa mnyonge, kama vipi tuje tusukume ikae pembeni bwana. Jamaa mwingine alikuwa na pikipiki naye alizungumza nyuma.
Tena aliongea kwa sauti ya juu sana. Kausha mwanangu, serikali ipo ndani bwana. Alizungumza yule dereva mwenzao ambaye alikuwa anatoka kwenye bajaji. Oi, kuna nini? Mbona umerudi kichwa chini mshikaji? Wajeda mzee, Wajeda. Jamaa aliwasanua wenzake na watu walionekana kushtuka na wengine wakageuza pikipiki zao kurudi walikotoka kwenda kutafuta upenyo sehemu nyingine kabisa. Wapishi wapite watuondolee kelele bwana. Mwanajeshi mmoja alizungumza kumwambia dereva wa bajaji ambao walikuwa wamepanda. Dereva wa bajaji akatafuta nafasi akaibana bajaji yake na kuacha njia kidogo ambao bodaboda zilianza kupita. Hapo amani mwanetu. Dereva wa bodaboda walianza kuzungumza huku wakiwa wanapita na mvua ikiwa inazidi kuchichamaa. Kama unavyojua madereva wengi sana wa bodaboda walivyo wakorofi. Basi hali iliyokuwa ikiendelea kati ya wale dereva wa bodaboda na yule wa bajaji ilimfanya sasa Frank abaki kucheka peke yake. Maana hakutegemea kabisa ule mzozo kuisha kwa hali ile. Mikwara mingi tu alafu vitendo F kabisa. Alizungumza Frank akiwa anacheka peke yake. Akiwa anatazama mbele kwa makini, simu yake iliita. Na alipoitazama alijikuta anatabasamu, lakini ghafla tu tabasamu lake lilipotea baada ya kukumbuka ile foleni ilivyokuwa ndefu isiyokuwa na matumaini. Taratibu alikamata simu yake na kuipokea. Kinyonge aliiweka sikioni na kutulia kidogo. Hai. Ilisikika sauti ya mrembo upande wa pili wa simu ikianza kwa kusalimia kivivu kidogo. Hai. Frank naye akaipokea ile salamu kwa kivivu huku akiwa anatazama mbele. Taratibu gari zilianza kuonekana kutembea kidogo kidogo na Frank kidogo alitabasamu. Lakini alitabasamu kwa mbali kidogo. Ushatoka ofisini? Aliuliza huyo mwanamke, lakini sauti yake ilidhihirisha kabisa kuna kitu alikuwa anakifanya kwa muda huo. Niko njiani babe. Vipi, ushafika home? Aliuliza Frank. Hapana, ndo anamalizia kujiandaa hapa, alijibu huyo mwanamke. Basi sawa, unaweza kunikuta maana kuna foleni sana hapa Ubungo. Sawa, usijali, alijibu mwanamke na kuonyesha kabisa kwamba anataka kukata simu, lakini Frank aliwahi. Wait baby, are you okay? Aliuliza Frank maana alihisi kama mpenzi wake huyo yuko sawa kabisa. Yeah, I'm okay, but nikifika tutazungumza vizuri, bye. Aliongea hayo kisha alikata simu na Frank akawa yupo njia panda kwa sababu hakuelewa kwamba kuna nini kinaendelea kwa mpenzi wake huyo. Hatimaye Frank aliweka simu pembeni huku akiwa ameshairuhusu gari yake kutembea taratibu maana foleni nayo ilikuwa imeshaanza kutembea. Alikuwa yuko makini sana machoni, lakini akilini alikuwa anatafakari kuna nini haswa mpaka mpenzi wake huyo wa muda mrefu anahitaji kuonana naye na kuzungumza. Hakuzoea kabisa hiyo hali kutoka kwa huyo msichana wake kipenzi, na ilikuwa ni kama mara ya kwanza mwanamke huyo kuwa kwenye hiyo hali. Au kuna jambo nimelifanya bila ya kujua? Alikuwa Frank anajiuliza huko gari ikiwa inatembea nyuma ya bajaji ambayo ilikuwa ina picha kubwa ya mwigizaji maarufu nchini ambaye ni Shakei. Ilikuwa ni picha aliyopiga wakati anaigiza tamthilia ya Picha Yangu akiwa ameshikilia hotpot ya chakula, na juu ya hiyo picha kuliandikwa jina la Shakei wa Picha Yangu. Na chini ya picha kuliwekwa maandishi makubwa yaliyosomeka ishi ndoto zako. Franki alikuwa anawaza kichwani, lakini macho yake yalikuwa mbele, na kila mara akawa anakumbana na hiyo picha na hayo maandishi pia. Alikuwa akiyasoma kwa sauti ya chini huku akiwa anaendesha gari yake kwa mwendo mdogo mpaka akaanza kushuka kwenye daraja la Kijazi. Foleni ilianza kupungua na mbele kidogo Franki aliona lori lililokuwa limezuia njia na kusababisha foleni, na ndo akawa analipita kwa pembeni huku akiwa analitazama. Hili ndilo ambalo lilikuwa linatusababisha tukae hapa masaa matatu. Mwanaume akamalizia sonyo moja matata sana, kisha akaizungusha gari kushoto, akairudisha kulia na kuichapa mwendo wa hatari. Akawa anapandisha kilima cha kuelekea Kibo kutokea Ubungo Maji. Alikuwa anawahi maana siku hiyo alikuwa ana ahadi na mtoto mzuri kama unavyojua. Hapa ngoja nifidie sasa muda wangu niliopoteza. Alizungumza hayo Frank akiwa yupo makini sana kwa kuongeza kasi ya gari.
Ilikuwa ni gari aina ya Toyota Harrier new model nyeusi yenye makalio ya nyani nyuma. Alikuwa na uhakika wa kuwahi kufika kabla hata mpenzi wake huyo hajafika. Alinyosha gari na kuamua sasa kupita rough road ili kukwepa baadhi ya foleni za Kimara Baruti na Korogwe. Na kwa kweli akawa amefanikiwa na kujikuta akitafuta Kimara mwisho ili aweze kufika stopover, akunje kulia, aingie rough road nyingine, kurudi Kimara mwisho ili akamate njia ya kwenda Matosa ambako huko ndiko alikokuwa amepanga nyumba nzima. Mwanaume kule alifanikiwa kufika nyumbani kwake mapema sana kabla mrembo wake kuwasili. Alifurahia na kushuka kwenye gari haraka na kwenda kufungua mlango wa kuingilia sebuleni. Kisha alisimama kwanza kutazama mazingira yalivyo ndani. Alitazama kwa makini akagundua hakuko sawa. Haraka haraka alianza kupanga vitu na kuweka sofa na mito yake sawa ili kuleta sura nzuri ya nyumba. Alipomaliza kuandaa mazingira ya sebuleni, haraka alikimbilia chumbani na kutandika kitanda kama ilivyo kawaida ya wanaume wengi sana. Suala la kutandika kitanda huwa ni mtihani sana. Labda mpaka wasikie labda kuna mgeni anakuja ndipo utaona anabadilisha na shuka. Frank aliweka sawa mazingira na kukusanya nguo zake zote chafu alizokuwa amezitupa na kuziweka eneo lake husika na kutulia kutazama huku akiwa anafikiria nini hakiko sawa. Yaani hapa angekuta kuko hovyo, angeanza kelele zake. Sasa kuko sawa. Alijisemea Frank huku akiwa amesimama anatazama kila kona ya chumba. Alipoona kila kitu kiko sawa, akawahi kuchukua marashi na kuyapulizia kwa juu na akaanza kusambaa chumba kizima. Alitoka chumbani na moja kwa moja akaelekea kuyapulizia na sebuleni. Kwa kifupi nyumba nzima ikawa inanukia vizuri mpaka yeye mwenyewe akawa anatabasamu. Na muda huo hata nguo hakubadilisha ama kwenda kuoga hakuweza kwenda. Sasa wakati anakumbuka kwamba hajaoga na hajabadili nguo, mara mlango uligongwa na Frank mwenyewe akajikuta anashtuka. Aliutazama mlango kwa muda huko macho akiwa ameyatoa. Kichwani mwake anajiuliza ni mpenzi wake kweli ama kuna mtu tu mwingine anataka kumsumbua. Alipokuwa anajiuliza hilo swali kichwani, mara mlango ukagongwa tena. Na safari hiyo uligongwa kwa nguvu sana. Mpaka Frank akashtuka na kwenda kufungua taratibu sana, akiwa na shauku ya kutaka kujua ni nani. Ile anafungua akajikuta ameganda sana baada ya kukutana na msichana mrembo, mrefu, aliyekuwa amevaa suruali moja nyeusi ya jeans iliyombana vema na kumchora umbo lake la namba 8. Alikuwa juu amebeba mkoba wake mweusi na ndani alivaa kitopu cheupe. Juu ya kitopu hicho alivaa koti lake la jeans jeusi, huku akiwa ametupia miwani yake mikubwa na lipsi zake zikiwa zimepambwa kwa rangi nyekundu. Alikuwa amevaa hereni zile za duara kubwa sana zilizoning'inia na kuongeza urembo wake mtoto wa kike. Alikuwa na shingo fulani iliyo katika pingili hivi, zile shingo za kukatika, kiasi cha kumfanya avutie machoni mwa Frank. Chini kabisa alikuwa amevalia viatu vyenye visigino virefu vyeusi vilivyomkaa barabara. Alisimama na kutazamana na Frank kwa sekunde kadhaa, huku Frank akionekana kubutua sana. Utasema hamfahamu huyo msichana ama ndo anamuona kwa mara ya kwanza. Kiukweli alikuwa ni msichana mrembo wa kuvutia ambaye kila siku alikuwa ni mpya mbele ya Frank, na ndio maana alikuwa anamshangaa sana. Karibu, umewahi sana baby. Frank alimkaribisha mwanadada huyu aliyefahamika kwa jina la Emma. Bibi Emma aliingia bila hata ya kuzungumza kitu na kwenda kuweka mkoba wake mezani, huku akiwa kama hayuko sawa na kwenda kusimama dirishani kutazama mazingira ya nje kwa usiku ule. Mazingira yalikuwa yamependeza sana, maana mataa kila rangi yalikuwa yanaonekana kupitia dirishani. Frank alimtazama Emma kwa makini, lakini akajikaza na kumsogelea ili apate kuongea naye kama kuna tatizo ama ana tatizo gani ambalo linamsibu. Babe, uko sawa kweli? Aliuliza Frank akiwa amesimama nyuma ya Emma. Ni mandhari ninayoyapenda kuyatazama kila nikifika hapa majira kama haya, alijibu Emma akiwa anatazama nje. Frank akamtazama kisha akatabasamu na kwenda kuchukua mzinga wa waini. Alichukua na glasi mbili kisha akamimina kwenye glasi zote mbili, akasogea dirishani. Alienda kusimama pembeni ya Emma huku akimkabidhi glasi Emma.
Ni vyema tukiwa pamoja tunashare furaha yako nyakati kama hizi. Frankie alizungumza akiwa anamkabidhi Emma glasi ya waini na kukata funda moja la haja. Emma na yeye pia alikata funda moja la kivivu ambalo lilidhihirisha kwamba hayuko sawa kabisa na hata ladha ya waini haipendi kabisa. Mwanamke alitulia kutazama nje huku Frankie akiwa anamtazama kwa kumsoma mpenzi wake. Natamani hii furaha na hii moment tuwe tunaendelea kushia kila siku mpaka siku yangu ya mwisho kuishi hapa duniani, alizungumza Emma akiwa mpole sana. Frankie kwanza ile kauli ya Emma ilimshtua na kuhisi kabisa kuna kitu hakiko sawa. Na Emma ana jambo ambalo linamsumbua. Emma, tafadhali, unaweza kuniambia na mimi labda nitakusaidia kwa lolote? Aliuliza Frankie. Emma alimtazama Frankie kisha akatoka dirishani. Alienda kukaa kwenye sofa huku akiweka glasi ya waini mezani na kutulia. Frankie akuchoka mtoto wa kiume akaenda na yeye kukaa pembeni ya Emma huku akiweka glasi yake mezani na yeye pia. Hakuna mwingine mwandani wako zaidi yangu Emma. Napaswa kujua linalokusibu ili niweze kukusaidia. Kuna tatizo lolote? Frankie aliuliza kwa upole huku akiwa anamtazama Emma usoni na mkono wake akiwa amemshika begani. Bibi Emma alimgeukia Frankie huku machozi akiwa yanamtoka kwa huzuni. Frankie alianza kupatwa na wasiwasi. Labda mpenzi wake amepatwa na msiba mzito au kuna tatizo lingine lolote lile. Sihitaji kukaa mbali na wewe Frankie, na unajua nakupenda sana. Na hisi siko sawa bila ya wewe na ninajihisi kabisa sijakamilika kabisa. Alizidi kuzungumza bibi Emma kwa uchungu sana huko machozi yakiwa yanamtoka. Frankie alishangaa, maana bado kama alikuwa kwenye mtego ama njia panda, hajui ni wapi pa kuelekea kwa maneno aliyokuwa akiyazungumza Emma. Nipo hapa na nitaendelea kuwepo pembeni yako kwa kila hatua utakayopiga Emma. Haupaswi kujipa mawazo kiasi hiki. Najua Frankie, lakini sijisikii kuwa huru kadiri siku zinavyozidi kwenda mbele. Kwa nini? Aliuliza Frankie huku akiwa anamsogelea Emma na kumpapasa mgongoni kimahaba. Nakumisi sana, aliongea Emma kimahaba licha ya kwamba alikuwa analia. Nipo kwa ajili yako baby, usijali, alizungumza Frankie kimahaba tena huku akiwa anazidi kumsogelea Emma na kumbusu kichokozi shavuni. Emma aligeuka kumtazama kwa muda huku akiwa anawaza kitu na macho yakiwa yamemlegea kimahaba. Hapo sasa Frankie akajua kabisa amemmaliza msichana huyo, na alikuwa anajua fika hakuna kingine Emma anachokitaka zaidi ya kuvunja amri ya 6. Taratibu Frankie aliongeza kujibebisha kwa mtoto ili ampe haki yake, na Emma naye alikuwa ametulia anamtazama. Frankie alisogeza lipsi zake ili kusudi amchape mtoto denda, na wakati huo mikono yake ikiwa inaanza kumvua lile koti ambalo alikuwa amevaa na kumpapasa maungo yake ya kifua. Lakini ghafla Emma alijitoa na kusogea mbali ya Frankie akiwa hana raha kabisa, na kumfanya sasa Frankie ashangae na asijue msichana huyu anachotaka ni kitu gani. Hapana Frankie, sio hivyo, alizungumza Emma kwa hisia kidogo huku akionekana kutokuwa sawa na kutokupendelea kufanya hilo tendo. Kwa nini? Haitawezekana kufanya hivyo Frankie. Sawa, kama kwa leo haitawezekana, haina shida. Itabidi tufanye siku nyingine utakapokuwa tayari, alizungumza Frankie akiwa hana wasiwasi huku akiwa anachukua glasi ya wine mezani. Sio leo tu, yani namaanisha milele. Hili swala halitowezekana tena kufanywa mimi na wewe, alizungumza Emma akasimama na kutaka kuondoka. Lakini ghafla alisimama Frankie akiwa na glasi mkononi
akamzuia kwa mbele baada ya kusimama mbele yake. Unamaanisha nini? Aliuliza Frankie kwa mshangao sana. Siwezi kulizungumzia hapa Frankie, na muda umekwenda sana. Nahitaji kuwahi kurudi kwangu. Lakini hapa pia ni kwako. Unaweza kulala pia. Hata hilo la kulala pia halitowezekana tena. Emma alijibu akiwa anampita Frankie. Alichukua mikoba yake na kuondoka. Haraka Frankie alimwona na kumfuata kwa nyuma huku akiwa anataka kujua tatizo ni nini, mpaka Emma amebadilika ghafla. Emma, please, hebu subiri kwanza, mbona uko juu na sikuelewi? Alizungumza Frankie akiwa anakwenda kumshika mkono Emma. Emma alisimama huku akiwa analia. Alishindwa hata kuzungumza. Alishindwa kabisa kumtazama Frankie usoni kwa jinsi alivyokuwa anapatwa na maumivu. Basi naomba kesho tuonane kwenye bustani ya wapendanao, sehemu unayoipenda na yenye kumbukumbu nzuri sana ya penzi letu. Frankie aliongea huku akiwa anajikaza kutabasamu ili kusudi kumshawishi Emma. Sorry, sitoweza pia kesho kufika hapo. Aliongea Emma kwa unyonge sana. Kwa nini? Kesho ni harusi yangu na nitakuwa busy siku nzima. I'm so sorry. Sikukwambia mapema kama kuna mwanaume mwingine anataka kunioa. Nisamehe sana kwa kukupotezea muda wako. Bidada alizungumza hayo akaondoka na kufungua mlango. Huko nyuma Frankie akiwa amebaki ameganda, haelewi cha kufanya. Frankie aliganda kama mtu aliyekuwa amepigwa na shoti ya umeme ama ameganda kwa baridi kali. Kichwa chake kilikuwa kimestaki kwa muda na ubongo wake uliacha kufanya kazi kabisa. Moyo wake pia ulisimama kwa sekunde kadhaa kutokana na mshtuko aliopata. Hakuelewa afanye nini. Hakuelewa kama alikuwa anaota ama ndo maisha halisi anayoishi kwa muda huo. Alipigwa na butwaa sana, na pia akili yake ilikuwa inajua ni utani, labda Emma anamfanyia, na dakika chache tu atarudi na kufungua mlango na kumwambia anamtania. Lakini kadiri dakika zilivyokuwa zinazidi kukatika, ndivyo Frankie alivyokuwa anazidi kuamini kama haukuwa utani bali ulikuwa ni ukweli. Machozi yalianza kumtoka taratibu mtoto wa kiume, na hakutarajia kama atalia hiyo siku, na atakayemsababishia kulia ni mpenzi wake wa muda mrefu, bibi Emma. Alilia kwa uchungu sana huku akiwa ameganda kama alivyoachwa na Emma, na mwishowe sasa ndipo akaamini kweli Emma amekwenda na hatarudi tena. Taratibu Frankie alianza kukaa chini huko mikono ikiwa kichwani, machozi yakizidi kulanisha mashavu yake na kuishia kwenye kidevu chake kilichokuwa kina ndevu kiasi, wengi wao wanauita mzuzu. Alilia sana mtoto wa kiume na kujikuta akijihisi ni mtu mwenye mkosi sana maishani mwake. Hakuna mwanamke mwingine wala mchepuko zaidi ya Emma, na huyo ndo alikuwa mwanzo na mwisho wake, Alpha na Omega. Frankie aliachwa akiwa haamini kama ataachwa kwa muda ule, na ndio kwanza alikuwa anajua kuwa wako mwanzo wa safari yao, na muda si mrefu angempeleka Emma nyumbani kwao kumtambulisha. Lakini msikilizaji, kama ilivyo ada, mipango sio matumizi. Siku hiyo ndo alijikuta akilia kama amefikwa na msiba mzito, lakini kumbe ni maumivu ya mapenzi ndo yalikuwa yanamuumiza. Frankie alilia sana na mpaka akapitiwa na usingizi mzito pale pale sebuleni. Asubuhi mwanana ilifika na mvua ilikuwa imechanganya kisawasawa. Nyumbani kwa Frankie ulionekana mlango ukifunguliwa. Alitoka Frankie akiwa amevaa kwa ajili ya kwenda ofisini na mwavuli wake. Alikuwa anatembea hatua za haraka haraka kuwahi kwenye gari kwa sababu mvua ilikuwa kubwa kidogo kiasi cha kufanya hata mwavuli nao ukose maana. Aliwahi kwenye gari na kuingia huku akiweka mwavuli wake nyuma kabisa ili uendelee kuvuja maji. Alitulia na kuweka sawa kioo kidogo kilichopo mbele ya gari kwa juu ili apate kujitazama kama yupo sawa. Wakati anazungusha kioo kikae usawa wake, akajikuta anamuona Emma amekaa siti ya nyuma anamtazama huku anatabasamu.
Haraka Frank aligeuka kutazama, lakini hakuona mtu. Ilikuwa ni mawazo yake tu kutokana na mapenzi yake kwa huyo msichana. "Oh Mungu, naomba unipe nguvu nilishinde hili." Alizungumza Frank akiwa analia kwa uchungu baada ya kukumbuka mbali sana. Kilichokuwa kinamuumiza sana Frank ni zile kumbukumbu nzuri sana alizowahi kufanya akiwa na Emma. Mtoto wa kiume alifuta machozi na kutazama kioo kwa kujiamini sana, lakini haikuondoa kabisa kama alikuwa analia. Aliweza kujiona jinsi alivyokuwa amevimba macho na jinsi macho yake yalivyokuwa mekundu kwa ajili ya kulia usiku kucha. Unaambiwa kila alipolikumbuka jina la Emma, basi mtoto wa kiume alikuwa analia kwa uchungu sana. Alijitazama kwa muda, kisha akachukua kitambaa chake na kufuta machozi na kuondoa gari kuwahi ofisini kwake. Njiani alikuwa ni mwenye mawazo sana, na kwenye redio yake alikuwa anasikiliza wimbo wa msanii Sisol uliofahamika kwa jina la Bebe na Bebe. Nyimbo ambayo Emma alikuwa anaipenda sana kipindi cha mahusiano yao, na kila alipokuwa anafika nyumbani kwake basi lazima ausikilize huo wimbo tena kwa kuweka replay. Wimbo huo ulikuwa unazidi kumkumbusha mambo mengi waliowahi kufanya na Emma na kuzidi kumuumiza na kuzidi kulia pia. Alijikaza, na pale ambapo machozi yalipozidi machoni mwake akawa anachukua kitambaa na kuyafuta huku akivuta kamasi jepesi la huzuni. Hakika Frank alikuwa amepatikana kisawasa wa mwaka huo na alikuwa hana pa kuchomokea kabisa. "Ipo siku na mimi nitasahau na nitaanza upya," alizungumza Frank akiwa analia kilio cha uchungu kwa kijikaza kufuta machozi. Alikuwa anajitia moyo, lakini ukweli ilikuwa ni kwamba alikuwa anaumia sana moyoni mwake. Kichwani mwake na hata mwili wake pia ulianza kudhoofika ndani ya masaa machache tu tangu Emma amwambie amefika mwisho. Frank akajikaza mpaka alipofika kwenye maegesho ya gari. Alitulia kwa muda ndani ya gari, akajituliza ili kusudi ofisini wasimshtukie na kujua kama alikuwa analia. Alijifuta machozi vizuri, kisha akakusanya vitu vyake na kushuka, huku akiwa amevaa miwani kwa ajili ya kuficha macho yake wasijue tu. Akaanza maswali mengi na yeye hakuwa anataka kabisa kwa wakati huo. Aliingia ofisini na kusalimiana na baadhi ya wafanyakazi wenzake, lakini sauti yake tu ilionyesha kwamba mwamba alikuwa hayupo sawa kabisa. "Frank, uko sawa kaka?" alisikika jamaa mmoja akimuuliza huku akiwa anapeana naye mkono. "Niko sawa kaka, sema tu kidogo kikohozi kinanisumbua." Pole sana kaka." "Asante sana." Alimaliza Frank kusalimiana na yule jamaa, akaingia ofisini kwake. Alianza kufanya kazi huku akiwa anawaza nini afanye ili kumsahau Emma na maisha yake yaendelee kama zamani kabla ya kukutana naye. Kiukweli ilikuwa ni ngumu sana, lakini hakuwa na jinsi kabisa kufanya hivyo. Alifanya kazi, lakini ghafla aliingia bosi wake Mr. Kamba akiwa na kadi mkononi na kwenda kuiweka mezani huku akiwa na tabasamu. "Frank, kuna kadi yako ya mwaliko hapa," alizungumza huku akiwa anamtazama Frank usoni. Frank alikuwa amevua miwani yake na kumfanya Mr. Kamba aweze kugundua Frank kwamba alikuwa analia. "Vipi macho?" aliuliza huyo bosi huku akiwa anamkazia macho Frank usoni. Ni allergy tu bosi, macho yananiwasha sana." "Na mbona kama ulikuwa unalia, kuna tatizo?" "Hapana, kuna mafuta nilipaka usoni ndio yananisumbua bosi." Ilimbidi Frank adanganye kwa sababu hakutaka mtu ajue kama alikuwa analia. Na anajua fika kama watu wakijua alikuwa analia, lazima wangeuliza ni kipi ambacho kinamliza. Sasa hapo ndipo kazi ilipo. Watu wakitaka kujua kinachomliza na wakijua kwamba ni mapenzi, alikuwa anahisi watamcheka sana na kumwambia kwamba walikuwa wanamueleza, lakini alimwamini sana Emma. "Sawa, basi utaangalia muda wako kisha usikose kwenye hiyo harusi, ni muhimu sana," alizungumza Mr. Makamba na kuondoka zake. Frank hakutaka hata kusoma kadi hiyo. Aliiweka pembeni na hakujua ni harusi ya nani, kwa sababu pia hakutaka hata kujihusisha na masuala ya sherehe za watu, kwani zingemkumbusha sherehe ya mpenzi wake Emma kuolewa. Na mbaya zaidi, Frank alikuwa hajui Emma anaolewa na nani, kwa sababu hakumwambia na hakupata hata muda wa kuuliza, kwa sababu Emma aliondoka haraka na hakutaka kuendelea kumuumiza Frank.
Bibi Emma aliondoka haraka kwa sababu anamfahamu vyema Frankie na anajua ni jinsi gani alikuwa anampenda. Asingeweza kuendelea kumuona anavolia na kuumia huku yeye akiwepo pale. Ingemuuma sana, na hata yeye wakati anaondoka kurudi kwake usiku ule kwenye gari alikuwa analia sana tena sana, huku akiendelea kumwomba msamaha Frankie kwamba amsamehe. Bibi Emma alilia sana na ilifika muda akaamua kupaki gari pembeni ili alie kwa uchungu, na alipokuwa sawa akaendelea na safari yake. Kwa hiyo hata ile kuondoka kwake haraka haraka hakuwa na maana kwamba alifurahia, hapana. Ilikuwa ni kuogopa kuendelea kuumia na kuendelea kumuumiza mwanaume alimpenda kwa dhati kuliko wanaume wote aliowahi kuwa nao. Frankie aliweka pembeni ile kadi kisha akaendelea na kazi zake mpaka ilipofika majira ya jioni alipoikamata ile kadi ili apate kusoma ajue ni harusi ya nani. Unaambiwa hiyo siku hadi wafanyakazi wenzake walikuwa wanamshangaa kuona Frankie amefanya kazi masaa yote bila ya kunywa chai wala kula chakula cha mchana. Walibaki kujiuliza jamaa amepatwa na nini? Mbona amebadilika na sio kama walivyomzoea? Maana mtu wa kwanza kwenye vyakula huwa ni Frankie na ndiye anayependa kwenda kuwahimiza wenzake wakale. Lakini siku hiyo hakuonekana kabisa na hata kwenda kula hakutokea. Frankie alikuwa ameshamaliza kazi zake na alikuwa ameshakusanya vitu vyake ili afunge ofisi aondoke. Alipotaka kuondoka ndipo alipoiona hiyo kadi ya mwaliko, akaichukua na kuondoka nayo kwenye gari yake. Mwanaume alifika kwenye gari na kutulia, na alipowasha tu redio, wimbo uliompokea ulikuwa ni Bebe na Bebe, na kujikuta akitulia kwanza kusikiliza mwanzo mwisho mpaka ulipoanza tena. Alikamata vyema ile kadi akaitazama na kushusha pumzi, kisha akaifungua ili apate kuisoma. Alipoifungua tu alipigwa na butwaa baada ya kuona majina ya wanandoa wanaokwenda kuoana hiyo siku. Alishangaa sana kuona Emma anakwenda kuolewa na Mr. Kamba ambaye ni bosi wake. Frankie alitulia na kupigwa na ubaridi. Alishangaa na hakutarajia kama hilo tukio lingeweza kutokea kwenye maisha yake, na hakuwahi kuona ukaribu wowote wa Emma na Mr. Kamba. Hasira zilizidi kumjaa kifuani na kujikuta akishindwa hata kupumua vizuri. Machozi ya hasira yalianza kumtoka machoni. Emma aliita hilo jina mara moja kwa uchungu sana na kulia, huku akiwa anainamia usukani wa gari yake. Alilia kwa muda wa nusu saa nzima huku akiwa ameshikilia ile kadi. Baada ya kulia sana akaichana ile kadi na vipande akavitupia kwenye dustbin iliyokuwa karibu yake. Aliondoa gari kwa hasira na hakutaka hata kuzungumza na mtu hiyo siku. Lakini kichwani mwake hasira pamoja na uadui ulizidi kujifuga dhidi ya Mr. Kamba pamoja na Emma. Alihisi Emma ni adui yake mkubwa sana, tena sana, mpaka akawa nawaza ni bora angeenda kumsaliti na mwanaume mwingine na sio huyo bosi wake ambaye wanafahamiana vyema kabisa. Mwendo wa gari ulikuwa ni mkali sana kiasi mpaka anafika nyumbani kwake hakujua alifikaje. Alishuka kwenye gari na kwenda kujifungia ndani na hakutaka tena masuala ya kuzungumza na mtu. Aliweka simu yake kwenye bedside na kujitupia kitandani na viatu vyake, na hata nguo hakuvua kabisa. Hakika maumivu ya mapenzi yanauma kuliko hata meno, msikilizaji. Frankie alichanganyikiwa sana na alikuwa anatia huruma sana. Muda wote machoni mwake alikuwa anatokwa na machozi pamoja na kamasi kumdondoka. Tukirudi upande wa Emma na Mr. Kamba, wanandoa hao, ndoa yao ilikwenda vema, na walipomaliza kufunga ndoa kanisani, jioni walielekea ufukweni Coco Beach kwa ajili ya sherehe kidogo ya lisali moja. Na hapo walihudhuria ndugu wachache tu. Baada ya lisali moja kuisha, ilikuja gari ya kifahari na kuwachukua. Na cha ajabu, hiyo gari aliendesha yeye mwenyewe bwana harusi. Hakutaka dereva wala wasindikizaji. Waliondoka wawili tu kwenye hiyo gari, na ilikuwa ni safari ya kwenda kwenye honeymoon. Walikuwa wanakwenda kula nje ya mkoa Pwani huko Bagamoyo. Ilikuwa ni safari ambayo baadhi ya ndugu walikuwa na wasiwasi, lakini hawakuwa na la kufanya, maana maharusi wenyewe walikuwa wameamua. Kwa hiyo ni kuacha wafanye kama wanavyotaka.
Lakini hata bibia Emma mwenyewe hakuwa anajua nini kinachoendelea. Alikuwa ametulia tu kusikiliza kila anachoelezwa na huyo mwanaume. Basi hatimaye usiku uliwasili na ilikuwa ni saa 4 kamili. Gari lao likafika Bagamoyo, nje kabisa ya mji, eneo ambalo kulikuwa na nyumba moja kubwa ya kifahari. Lakini ilikuwa imejitenga peke yake na iko mbali kabisa na mji wa Bagamoyo. Gari ilifika na kuegeshwa kwenye kibanda cha kuegeshea magari, kisha wakashuka. Na alikuwa ametangulia mbele alikuwa ni Mr. Makamba mwenyewe, na ndiye ambaye alikuwa na funguo. "Karibu sana mke wangu kipenzi." Mr. Makamba alizungumza akiwa na tabasamu. "Asante my darling." Emma alijibu, lakini usoni akiwa na wasiwasi. Ila alijaribu kuuficha tu ule wasiwasi kwa tabasamu lake pana. Mlango ulifunguliwa na watu waliingia ndani, kisha Mr. Makamba akafunga mlango kwa funguo na funguo akaweka kwenye koti lake la suti. Waliongozana kwenda chumbani na nyumba ilikuwa imeshaandaliwa kwa ajili ya fungate. Kila kona kulikuwa na maua sambamba na mishumaa ambayo ilinogesha hisia nzuri za mapenzi baina ya hao wanandoa wapya. Walikwenda mpaka chumbani, wakakuta kitanda kikiwa kimetandikwa vizuri kwa mashuka ya kuvutia na maua mekundu yakiwa yamemwagwa kila kona ya kitanda. "You're welcome baby," alizungumza Mr. Makamba akiwa anakaa kwa kujitupia kitandani. "Thank you," alijibu Emma akiwa anajitupia kitandani na kulala chali. Mr. Makamba hakutaka kuchelewesha mambo. Alianza kumtomasa Emma kama ishara ya kuomba mzigo, na Emma alikuwa ameshaelewa kinachofuata. Hakuwa mbishi kabisa. Ilimbidi tu atumikie ndoa yake, maana alikubali yeye mwenyewe bila kulazimishwa. Mzigo uliandaliwa na ukaliwa, na hakika Emma alijituma sana usiku huo mpaka Mr. Makamba aliporidhika na wote wakapitiwa na usingizi. Hakuna hata mmoja kati yao wote wawili aliyekumbuka kwenda sijui kuoga ama kukagua kama milango ilifungwa vizuri ama la. Hakika walienjoy sana usiku wao wa kwanza wa ndoa yao. Asubuhi ilifika na Emma aliamka kutoka usingizini. Alijikuta yuko peke yake kitandani. Alitulia na kujiuliza mumewe amekwenda wapi, lakini alikosa jibu. Alitulia kwa muda kuweka akili yake sawa, na ndipo aliposhuka kitandani akajifunga taulo. Haraka haraka akaanza kutembea kutoka chumbani na kushuka ngazi kwenda jikoni ambapo alihisi kama kuna mtu anapika. Mwanamke akafika jikoni, lakini akajikuta ameganda, ameyatumbua macho na kushangaa sana huku akiwa amini anachokiona. Alimkuta Mr. Makamba akiwa amekaa chini, kichwa kimepasuka kwa risasi na damu zikiwa zimetapakaa eneo zima, huku bastola ikiwa imeanguka pembeni kuonyesha jamaa alijiua yeye mwenyewe. Emma alichanganyikiwa kwanza, alikaa chini kitako. Alikuwa amechoka na akili haifanyi kazi. Kelele alizopiga baada ya kuuona mwili wa Mr. Makamba hazikusaidia chochote, kwa sababu nyumba ilikuwa imejitenga mbali sana na miji ya watu. Aliutazama ule mwili huko kichwani akiwa anajiuliza nini kimempata huyo mumewe mpaka akaamua kujiua bila hata kumweleza. Alitulia na kichwa kikiwa kimechanganyikiwa, na ndipo alipokumbuka kuna simu. Aliamka haraka na kurudi chumbani, akachukua simu ili apige polisi waje kutoa taarifa na kama ikiwezekana wafanye uchunguzi. Alipofika chumbani, eneo aliloweka simu usiku wa jana, hakukuta simu hata moja, na sio simu yake wala mume wake. Alichanganyikiwa sana, na aliposema atoke chumbani kurudi sebuleni, alikutana na simu zote mbili zikiwa zimevunjwa na kuwekwa mezani. "Oh, no. Emma alianza kulia. Akaona isiwe shida. Akaanza kukimbilia mlangoni kwenda kufungua mlango, lakini mlango ulikuwa umefungwa na funguo hakuwa nazo. Emma sasa alianza kuhisi kama hali ya hatari inataka kumsogelea, na hapo bado anawaza kwa nini mumewe ajiue. Alirudi taratibu mpaka jikoni kwenye maiti ya mumewe, akaitazama huku macho yake yakiwa na hofu sana. Hakuwahi kuiona maiti wala kumwona mtu aliyekufa mbele yake, na hiyo ndio ilikuwa siku yake ya kwanza kabisa kwenye maisha yake. Alitazama kwa muda kisha akaisogelea,
na kuanza kuikagua, lakini akiwa na wasiwasi na hofu nyingi sana. Aliikagua maiti na kwenye mifuko ya suruali aliyokuwa amevaa mumewe huyo kama angeweza kupata funguo, lakini wapi, hakuweza kuiona. Alisimama huku akiwa anaitazama maiti hiyo, lakini usoni mwake alianza kuonekana akifunga hasira juu ya maiti ya mumewe na kutoka akiwa anasonya, huku kichwani mwake akiwa anakumbuka kitu. Emma alikumbuka ya kwamba jana usiku wakati anaingia kwenye hiyo nyumba alimwona mumewe akifunga mlango na funguo akaiweka kwenye mfuko wa suti yake. Aliwahi mpaka ndani chumbani akaanza kuitafuta suti ambayo alivaa mumewe jana yake, lakini hakuweza kuiona. Alijikuta anachanganyikiwa sana. Alitulia huku akiwaza anafanya nini wakati huo yupo kwenye hiyo nyumba. Kwa nini aliamua tuje huku? Na kwa nini tuje huku? Alafu ndo achukue maamuzi ya kujiua. Kwa nini mimi hakuniua akaja kujiua mwenyewe? Alijiuliza Emma maswali hayo akiwa amesimama mlangoni anatazama sebuleni kwa chini, kwa sababu chumba cha kulala kilikuwa kwa juu, yani gorofani. Alipokuwa anawaza hayo, ndipo alikuja kukumbuka hiyo nyumba ina mlango mwingine wa dharura kwa nyuma. Akahisi tu inaweza kuwa mlango huo uko wazi. Akaanza kutembea kuufuata huo mlango mwingine. Kweli alifanikiwa kuuona, akawahi pale na kwenda kushika kitasa. Lakini ukawa umefungwa na wenyewe na funguo zake pia hazionekani. Alichoka mtoto wa kike. Alijikuta akiutazama mlango kwa makini. Akaja kugundua kwamba pembeni ya mlango huo kuna kitufe cha kubonyeza na dole gumba. Alijikuta anashusha pumzi na kuanza kupata angalau matumaini ya kuweza kutoka kwenye hiyo nyumba. Alinyanyua kiganja chake cha mkono wa kulia, akaweka kidole gumba chake pale, lakini mlango ulikataa na kusema sio kidole halali. Akaweka kidole gumba cha mkono wa kushoto nao mlango ukamkataa. Alijikuta sasa kwa hasira anajaribu vidole vyake vyote vya mkono wa kulia na kushoto, lakini pia wapi, mlango ulimkataa. Emma alipiga kelele za kilio huku akiwa na hasira sana. Akawahi kurudi sebuleni kwenda kujaribisha na mlango wa mbele, lakini nako mlango ulikataa vidole vyote. Alijikuta akichungulia nje kwa hasira. Aliweza kuiona suti ya mume ikiwa nje imening'inizwa karibu kabisa na kibaraza cha nyumba. Hasira zilizidi kumjaa baada ya kuona hiyo suti ya mumewe, na alikuwa anaamini kabisa kwenye hiyo suti ndipo kwenye funguo za milango yote ya humo ndani. Alishindwa kujua anaipataje hiyo suti ili aweze kupata funguo hiyo. Ikabidi arudi jikoni na kwenda kukaa mbele ya maiti ya mumewe. Alinyoosha miguu kwa akiwa anaitazama. Safari hii Emma alikuwa ameshaanza kuiondoa hofu na hali ya ujasiri ilianza kumvaa mwilini mwake. Aliitazama maiti kwa hasira na mwisho akajikuta anacheka kicheko cha dhiaka na dharau, huku akiwa anajilaumu ni kwa nini alikubali kuolewa na huyo shetani aliyekuwa mbele yake kama maiti. Alijikuta anakumbuka mambo mengi sana ya nyuma na kumkumbuka hata Franki kipenzi chake. Na taratibu mtoto wa kike alianza kushusha machozi huku macho yakiwa kwenye maiti. Why? Kwa nini ufanye hivi wewe mshenzi? Kama hii ndio ilikuwa nia yako, usingeniacha niendelee kuishi maisha yangu. Emma alianza kuisimanga maiti, utadhani ilikuwa inasikia. Lakini yote hayo ni kwa sababu tu alikuwa na machungu moyoni mwake. Na yote hayo ni kwa sababu alikuwa ameidhulumu haki nafsi ya mwanaume alikuwa anampenda kweli kwa sababu ya huyo tajiri Mr. Kamba. Wewe ni mshenzi na ni shetani, na kuombea huko uendako Mungu akuweke motoni mjinga wewe. Emma alimaliza neno la mwisho huku akinyanyua mguu wake na kuipiga maiti ya mume mguuni kwa hasira. Alipoipiga maiti, taratibu na yenyewe ikaanguka chini na kujilaza kwa ubavu kwenye dimbwi la damu nzito ilikuwa imeanza kuganda, na mikono ya maiti ile ikiwa kwa mbele. Alitazama ile mikono akapata wazo. Akasimama na kuisogelea maiti kijasiri sana. Alitazama ile maiti akapata wazo, akasimama na kuisogelea ile maiti kijasiri sana. Alishika mikono huku akiitazama kwa muda na kushusha pumzi. Mwanamke akaanza kuiburuza maiti kuitoa jikoni na kwenda nao sebuleni ulipo mlango.
Alifika hadi mlangoni. Sasa kashishi ikawa kwenye kunyanyua hiyo maiti ili aweke kidole gumba kwenye kitufe cha kufungulia mlango. Alijaribu kila mara lakini wapi? Alishindwa. Maiti ilikuwa nzito sana. Wakati Emma anahangaika kufanya hayo, ndivyo alivyokuwa anazidi kujipaka damu mwilini mwake na kwenye nguo alizovaa na kutapakaza damu sakafuni wakati wa kuiburuza ile maiti. Alichoka na kujikuta akiitupa maiti pembeni. Alikaa kitako huku akiwa hoi analia na kuwaza afanye nini. Akiwa anawaza cha kufanya, mara akasikia mungurumo wa gari. Haraka alisimama na kuchungulia dirishani huku akiwa mwenye wasiwasi na mashaka. Hakuwa anajua kama kuna gari ingeweza kufika hapo na hakutoa taarifa yoyote kwamba ana matatizo. Lakini gari ilisogea maeneo ya hiyo nyumba ilikuwa imezungukwa na msitu wa kiaina kama fensi. Na mtu alikuwa ukisema upite nje ya huo msitu, usingeweza kugundua kama katikati kuna nyumba kubwa na ya kifahari. Emma alipokuwa anachungulia dirishani alijikuta ameduaa na macho yake yameyatoa sana baada ya kuona gari ya mtu anayemfahamu. Frankie. Emma alijiuliza huku akionekana mwenye tabasamu la furaha na matumaini. Ni kweli ilikuwa gari ya Frankie na ilisimama mbele ya nyumba, pembeni kabisa ya gari la Mr. Makamba. Emma alifurahi na kujua kabisa msaada umefika na angeweza kutoka hapo akiwa salama kabisa. Akiwa bado yupo dirishani, alimwona Frankie akichomoa simu yake na kuanza kama kusoma kitu, kisha akanyanyua uso kutazama barazani. Akaweza kuliona koti la suti na kusogea. Emma akaanza kupiga dirisha na Frankie akaweza kumuona. "Kuna tatizo gani?" aliuliza Frankie. "Fanya utaratibu wa kunifungulia kwanza," alizungumza Emma akiwa anapiga kioo cha dirisha. Frankie alipomtazama Emma mwilini na kumwona ametapakaa damu, aliingiwa na hofu sana na kujikuta akimwonea huruma, akijua labda amejeruhiwa na yupo kwenye matatizo makubwa. Haraka bila ya kuelekezwa na Emma, Frankie aliingiza mkono kwenye mfuko wa koti kwa ndani. Alitoa bahasha yenye funguo na karatasi iliyokuwa na maandishi. Lakini Frankie hakujali kuhusu karatasi. Alichomoa funguo na kwenda kufungua mlango huku akiwa ameshikilia ile karatasi. Wakati Frankie anafungua mlango, kwa mbali waliweza kusikia mungurumo wa gari nyingine na wote wakatazamana na kuuliza ni wakina nani. Emma akajikuta anawaza kwa makini na kumvutia ndani Frankie huku akiubana mlango na funguo akiwa nayo Frankie mkononi. Ile kuingia ndani, Frankie akajikuta anaiona maiti ya bosi wake chini, tena ikiwa haitamaniki baada ya kufumuka vibaya sana kichwani. Alijawa na hofu na kushtuka huku akiwa na hema juu kwa mashaka sana. "Unafanya nini Emma?" Frankie alimuuliza mpenzi wake huyo kwa hamaki sana. "Sijafanya chochote, amejiua mwenyewe kwa kujipiga risasi kichwani," alijibu Emma akiwa anajitetea mbele ya Frankie. "Umetoa taarifa polisi?" "Hapana, simu yangu ameivunja, nimeshindwa hata kutoa taarifa," Emma alijibu akiwa anamonyesha Frankie mezani zilipo simu zote mbili, yaani ya kwake Emma na ya Mr. Kamba. Kidogo Frankie alianza kupatwa na mashaka na kumtazama Emma baada ya kuona zile simu zote mbili zikiwa kwenye ile hali ya kupasuliwa. "Amezivunja muda gani?" "Hata sijui. Mimi nimeamka leo asubuhi sijashika simu kabisa. Nashangaa naikuta iko hapo mezani katika hali kama hii." Maneno haya ya Emma alimfanya Frankie kuzidi kuingiwa na mashaka na kuzitazama simu kwa makini sana. Hakuridhika hata kidogo. Ikambidi aende kuzishika na kujaribu kuiwasha simu ya Emma, lakini haikuweza kuwaka maana ilikuwa imeharibika vibaya sana. Alishusha pumzi na kumtazama Emma kwa makini na kuonekana kama kuna jambo anataka kujua zaidi. "Nini Frankie, mbona unanitazama hivyo? Mbona ulinitumia meseji asubuhi leo kwamba uko kwenye matatizo na unahitaji msaada wangu?" "Frankie, unasemaje? Mimi nilikutumia meseji wewe?" Frankie hakutaka maneno mengi kabisa. Alitoa simu yake na kumonyesha Emma meseji zake. Emma alipotazama simu ya Frankie, kweli akakuta namba yake imetuma ujumbe kwa Frankie kwamba aje alipo kuna matatizo na anahitaji msaada wake.
na mpaka location akamtumia, na ndio ambayo ilimsaidia Frank kufika mahali hapo. Emma alichoka sana. Alijikuta akijiuliza ni nani ambaye ametuma hizo meseji, wakati simu yake tangu kwenye harusi ya kuishika na wala hakuwasiliana na watu. Sasa wakati wanaendelea kuulizana kuhusu simu, huko nje sasa gari waliokuwa wanasikia mungurumo wake ilikuwa imefika mbele ya nyumba waliokuepo, na yenyewe pia ilienda kupaki pembeni ya gari ya Frank. Na sasa zikawa gari tatu zimepangana kwenye ile eneo la maegesho ya magari. Haraka Frank alikwenda kuchungulia dirishani na kuona njemba kama 4 zinashuka kwenye gari zikiwa zimeshika silaha na kufunga viwambo vya kuzuia sauti, huku akiitazama hiyo nyumba kwa jicho la kisasi na husda. Kwanza kabisa jamaa walichokifanya, walitoa matairi zile gari zote mbili walizozikuta pale nje, wakimaanisha kwamba hakuna kutoka hapo wala kukimbia. Na wao mmoja wao akaonekana kusoma kitu kwenye simu yake na kuwaeleza wenzake wawili kwamba wazunguke nyuma ya nyumba kwenda sehemu ilipokuwepo funguo wapate kuingia ndani ili wafanye kazi waliotumwa. Unawafahamu hawa watu? Frank alimuuliza Emma wakiwa wanachungulia dirishani. Hapana, siwafahamu, lakini hii sura ya huyu wa mbele sio ngeni. Mara nyingi nilikuwa namuona na Mr. Kamba. Alijibu Emma akiwa anamtazama yule jamaa kiongozi wa wale wanaume 4. Inaelekea huu mchezo ameupanga mumeo kabla hajafa. Na yeye itakuwa ndiye ambaye alinitumia mimi ujumbe kwa kutumia simu yako. Frank sasa alianza kupata majibu. Frank alituma ili iweje sasa? Sijajua, lakini nahisi nia yake kubwa tuje kufa wote kwenye hii nyumba. What? Frank ilimbidi amshangae Emma kwa maana alihisi kama anamuigizia tu. Wakati wanashangaana, mara mlango wa nyuma ukasikika unafunguliwa na watu wanaingia kwa umakini sana, huku akinong'onezana kwa kugawana sehemu za kukagua nyumba nzima. Hakikisheni hakuna mtu anayetoka akiwa hai. Ilisikika sauti ya kunong'ona ikitoa maelekezo kwa wenzake. Frank alimshika mkono Emma na kuwahi kwenda jikoni kujificha, na ndipo Frank alipoweza kuiona bastola aliyoitumia Mr. Kamba kujiua. Haraka haraka aliwahi na kuitazama, akaishika na kutulia kuona kama hao watu wanakuja. Jamaa waliweza kukagua juu kote, hawakuweza kuona mtu. Ikawabidi sasa washuke chini kukagua. Na ndipo walipofika sebuleni na kuiona maiti ya bosi wao, walishangaa sana. Huyu ndio ambaye alitupa kazi ya kuja kuua hao watu wake? Aliuliza jamaa mmoja huku akiwa anaitazama maiti ya Mr. Kamba. Itakuwa hao watu wameshamwahi kabla yetu, alijibu mwenzake akiwa anatazama kila kona. Nyewe wapuuzi, nifungulieni mlango sasa. Jamaa aliyekuwa amebaki nje ya mlango wa mbele alianza kung'aka huku akipiga mlango. Haraka jamaa wakanyanyua maiti ya Mr. Kamba na kuweka kidole gumba cha mkono wa kulia. Mlango nao ukatiki, lakini walipata tabu kidogo. Wakati wanahangaika kufungua mlango, Emma na Frank walichomoka kimya kimya bila kuonekana. Walienda kupanda ngazi kurudi juu kwenye chumba cha kulala. Kwa hiyo tunafanya nini sasa? Emma alimuuliza Frank. Ni kufanya utaratibu wa kuondoka hapa, alijibu Frank akiwa anafunua pazia ya dirishani na kuchungulia nje. Frank baada ya kuchungulia nje alimgeukia Emma na kumrushia ile karatasi aliyotoa kwenye suti sambamba na funguo. Emma akaichukua na kuisoma na kugundua kwamba Mr. Kamba alifanya hivyo ili kuwaua Emma na Frank, na yote hiyo aligundua kwamba Emma na Frank bado wanaendelea na mahusiano yao licha ya kuwa alimkataza Emma. Amejuaje? Emma aliuliza kwa mshangao huku akiwa anamtazama Frank. Hilo sio swali la kuniuliza. Swali ni kwamba kumbe ulikuwa na date naye kwa muda wote huo bila ya mimi kujua? Frank anaonekana kuuliza akiwa na mwenye hasira sana. Sikuwa na jinsi Frank. Na unakumbuka maisha yetu yalivyokuwa kabla ya wewe kupata kazi, mpenzi wangu? Alizungumza Emma kwa huzuni huku akiwa anamtazama Frank usoni kwa huruma. Emma, unataka kusema nini? Nilionana naye kwa mara ya kwanza ile siku niliyokusindikiza kwenda kufanya interview kwenye kampuni yake. Alinipenda na kuniapproach, lakini nilimkatalia.
Emma aliendelea kusimulia kwa uchungu sana. Wakati huo Frank alikuwa anamsikiliza Emma huku akiwa anawaza njia ya kutoka kwenye huo mjengo kabla ya hao maharamia hawajawafikia na kuwaua. Nilimkatalia lakini hakuchoka. Nadhani unakumbuka hukuweza kuajiriwa. Ule ulikuwa ni mpango wake, lakini ukweli ni kwamba vigezo vyote ulikuwa navyo. Hakuna mtu ambaye angeweza kukufikia kwa sifa ulizokuwa nazo. Emma, mpaka hapo bado sijakuelewa. Frank alizungumza akiwa amepata akili ya kufunua juu ya dari kwenye chemba moja ya siri. Alinifuata na kuniambia kama kweli nakupenda na nahitaji uishi vizuri na upate kazi kwenye ile kampuni, basi nikubali kulala naye. Na aliniahidi ni mara moja tu, tena atakupa cheo cha juu. Sikuwa na jinsi mpenzi wangu. Ilinibidi nifanye vile kwa ajili yako. Alizungumza Emma kwa uchungu huku akilia sana. Frank alitulia akimtazama Emma kwa mshangao. Na ndio kwa mara ya kwanza alikuwa anasikia hiyo habari. Hakuwa anajua kama kazi aliyoipata ilikuwa ni kwa sababu ya Emma. Hakuwahi kufikiria hilo swala. Ndio siku hiyo alikuwa anasikia na kujua kwamba alipata kazi baada ya Emma mpenzi wake kulala na Mr. Kamba. Roho yake ilimuuma sana, lakini alijikaza kama mtoto wa kiume na kutulia. Lakini hakuridhika. Ilinibidi awe ananitumia na kunitishia kwamba kama anahitaji wewe uendelee kufanya kazi pale, basi niwe naye kimapenzi bila ya wewe kujua. Nilikataa kata na ndipo ulipoanza kupata misukosuko kazini mpaka ukasimamishwa. Ilinibidi nikubali na mwishowe akasema niachane na wewe kwa usalama wako, la sivyo angekuua. Lakini hilo lilinishinda kufanya. Ilinibidi tu niwe na wewe kwa siri mpaka pale alipokuja kugundua siku ambayo tulikwenda kwenye bustani ya wapendanao kwa ajili ya birthday yako. Alituma watu wanifuatilie na kugundua kama bado naendelea kudate na wewe. Na ndipo alipotaka kunioa kwa lazima, na mwishowe ikabidi nikubali kulinda uhai wako mpenzi wangu. Emma alishindwa kujizuia, alianza kulia kwa uchungu huku akiwa anajutia sana. Okay, relax. Nimeshapata njia ya kutokea. Na pia nimewasiliana na polisi, watafika hapa muda sio mrefu. Frank aliongea akiwa anamnyanyua Emma na kumkumbatia. Alimwelekeza Emma njia watakayoitumia kupita, na huko kwenye ngazi walianza kusikia watu wanapandisha tena juu baada ya kugundua kwamba wapo juu. Haraka waliingia kwenye dari na kuanza kusota kutafuta njia ya kwenda kutokea kwenye chimney ama bomba la kutolea moshi kwa juu. Wakati Emma na Frank wanatambaa juu ya dari, waliweza kusikika na jamaa huko chumbani. Sasa wanaume wakaanza kuzimimina risasi kwa fujo na kuwakosakosa wapendanao huko juu. Twende haraka, risasi zitatupata. Frank alimsisitiza mpenzi wake Emma akiwa nyuma yake. Risasi mbili zilimpata Frank kwenye kibofu na nyingine moja ilimpata mbavuni, lakini alijikaza na kuendelea kumkokota Emma mpaka walipofika kwenye bomba la kutolea moshi na kutoka nje kwa kupitia dari. Walishuka taratibu na muda wote huo Emma hakuwa amegundua kama Frank amepigwa risasi. Alimuona ana damu tu na alijua ni zile damu ambazo alizipata wakati amemkumbatia. Walishuka mpaka chini, majamaa wakaweza kugundua kwamba watu wako nje. Walitoka na wao haraka huku akiwa wanawashambulia kwa risasi. Lakini Frank pamoja na Emma walikuwa makini zaidi. Walikimbia na kwenda hadi kwenye magari. Walianza kukagua gari moja baada ya lingine. Mawili waliyakuta yote yametolewa upepo na moja tu ndio lilikuwa limebaki zima. Frank alianza kujibu mashambulizi na kufanikiwa kuwaua wawili kati ya wale wanne, huku akiwa wanaingia kwenye gari la wale majasusi. Washa haraka tuondoke, alizungumza Frank akiwa amechoka na huku nguvu zikiwa zimemwishia. Wakati Emma anahangaika kuwasha gari, akagundua funguo hakuna. Mara jamaa alionekana kufika mlangoni. Alisimama huku akicheka sana, mkononi mwake akiwa ameshika funguo na bastola. Ilishaandikwa nyie mfe. Lazima mfe leo hapa, alizungumza jamaa kwa kujiamini sana huku akiwa anaweka bastola yake sawa.
Alimnyoshea Emma kichwani huku akiwa anacheka, na alipofyatua risasi, bastola ilimkataa kabisa na kumwambia kwamba risasi zilimuisha. Haraka Emma akafungua mlango kwa nguvu na kumbamiza nao jamaa. Jamaa alijikuta anapepesuka na kwenda chini. Emma alirukia kipande cha tofali na kumponda nacho yule jamaa. Alimponda nacho kichwani kwa hasira sana. Jamaa akawa anacheka sana huku akiwa anatokwa na damu puani pamoja na mdomoni. Bibi Emma akaona haitoshi, akaanza kumpiga vibaya na kile kipande cha tofali mpaka akamuua na kumharibu kabisa sura yake. Emma haraka alichukua funguo na kutaka kurudi kwenye gari. Lakini polisi nao walikuwa wameshafika. Walianza kuchunguza nyumba nzima na kumpa pole Emma, na walipokwenda kumtazama Frankie, waligundua ameshafariki zamani sana. Bibi Emma alilia sana, lakini alishindwa cha kufanya. Polisi walikusanya miili yote na kuipeleka mochwari kwa uchunguzi zaidi, huku akimkamata jamaa mmoja aliyekuwa amejificha ndani. Basi baada ya mwaka mmoja kupita na Emma kulipwa fidia zake kutokana na madhara aliyokumbana nayo yaliyosababishwa na Mr. Kamba, alienda kwenye kaburi la Frankie kumtembelea na kumpa habari ya mafanikio ya kesi yake. Emma alipewa hisa za 50% za makampuni yote ya Mr. Kamba, na 50 zilizosalia zilibaki kwenye familia ya Mr. Kamba ambao waliendelea kuendesha mali hizo. Emma alichukua share yake na kwenda kuanzisha biashara zake, na siku hiyo alikwenda kumtembelea Frankie kaburini ili apate kumwaga, kwa sababu alikuwa anahamisha makazi yake kutokea nchini Tanzania na kwenda kuishi nchini Afrika ya Kusini. Nimefanikiwa kupata haki yangu 50% ya hisa za makampuni ya Mr. Kamba. Lakini hizo hisa nimezigawa nusu kwa nusu. Nusu nimeipatia familia yako na nusu nimebaki nazo mimi. Emma alitulia na kutabasamu kwa huzuni huku akilitazama kaburi la Frankie. Alizungumza mambo mengi sana na mwishowe akaweka ua lake kaburini na kuondoka akiwa anafuta machozi, akiendelea kukumbuka nyakati zote nzuri walizowahi kupitia akiwa na Frankie. Naam msikilizaji, na hii ndo tamati ya simulizi yetu nzuri, simulizi iliyokuwa ikienda kwa jina la Ndoa ya Kifo. Mapenzi yanauma bwana, asikwambie mtu. Basi msikilizaji, sina la ziada, tukutane wakati ujao ndani ya Dada B simulizi. Naendelea kusisitiza jamani, kama bado hujasubscribe, tafadhali usiache kufanya hivyo. Ukisubscribe inakusaidia wewe pia, endapo tunarusha simulizi yetu unakuwa mtu wa kwanza kabisa kuwa notified kwamba jamani mzigo umeingia. Asanteni kwa kuwa nami kuanzia mwanzo wa simulizi mpaka tamati. Tukutane wakati ujao, na kwaheri.